pengine itakufunza. Tusikize kwa makini, kama ilivyomponza yule tutowambieni. Vyema utulivu kwanza, sikio tuwazimeni, mupate kutuliza, tumekusudia nini. Hadithi yake Buthaina na mumewe Omari yetuhuzunisha sana, machozi siyo khiari. Asubuhi na mapema wao walitoka ndani, masikini wasomana kwa wenzao matajiri. Siku zote wapambana, chakula watamani, bado kwao ngumu sana, basi na wafanye nini? Ndipo Allah subhana akawapa mtihani. Njiani wakitazama, wakayaona madini. Mke kaja wa maswali yaliyotele kichwani, mbona kama si asili, pengine ni mtihani. Mume akawakana kauli ya wakehani, na kufika kugombana sababu tu ya madini. Buthaina hana maana kwa maneno ya Omari, wanahitalifiana. Mume akatafakari, akawaza mbali sana, kwenda kuzificha mali. Hakumjali Buthaina na kumuasi Jalali, na iliposhindikana akaamua vikali. Kamba ilo kaza sana, kumfunga bila kujali. Hasarani akazama na kumulia mbali. Mke wake toka zama waloishi kidhalili, anakufa akisema na kupenda na kujali, na chozi lake Buthaina latiririka wallahi, kaufuta ushahidi kwa majirani pembeni, alimtia shimoni usiku giza jamani, kisha kahama nyumbani, mbali kwenda safarini, akadili na madini yale alo yaamini. Tazama kilichotokea alipofika mbeleni, kazani
kashatoboa, kumbe kaingia doani. Kalala alipofikia na machofu ya safari, ona kilichotokezea, ya shangaza ikhiwani. Yale madini mkononi yaliyayuka jamani, hata nguo za thamani hazikubaki mwilini. Karudi umasikini na Buthaina yushimoni, majuto siyo mgeni, anajuta tafarani.